Uhaligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai 6 siku ya Jumatatu asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Na leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaanza na habari kubwa inayosema vyanzo vya maji vinavyogeuzwa kuwa mashamba. Vyanzo vya maji vinavyogeuzwa kuwa mashamba. Lakini riba kubwa ni kikazo kwa wazabuni wa ndani. Riba kubwa ni kikwazo kwa wazabuni wa ndani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi ni utata wa gubika zuio la mikutano. Utata wa gubika zuio la mikutano. Kigogo CCM awaliza wengi mazishi ya dereva wa HM. Kigogo wa CCM awaliza wengi mazishi ya dereva wa Heche. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Na makosa manane yatajwa janga ajali za bodaboda. Makosa manane yatajwa janga ajali za bodaboda. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Biashara Leo lenye linaanza na habari inayosema makusanyo TRA yatia fora ya kusanya trilioni 37.9. Lakini wadau waitwa kuchangamkia fursa za miradi ya REA. Na waziri wa fedha awasili Banjuri nchini Gambia, ahudhuria mkutano wa African Caucus. Ni mkutano unaowakutanisha magavana wa Afrika katika IMF. Lakini ukwasi wa PSSSF wazidi kupaa. Ni baada ya serikali kulipa deni la trilioni 4. Wastaafu wanalipwa ndani ya siku moja. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo lenye linaandika WMA yazidi kuwafikishia elimu ya vipimo wajasiriamali. Na makusanyo ya TRA yatia fora yafikia shilingi trilioni 37.9. Na wawekezaji waitwa kuwekeza joto ardhi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini kuna habari kubwa inayosema PSSSF yaleta faraja kwa wastaafu wake. Na waziri wa fedha kuhudhuria mkutano wa African Caucus Gambia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru lenye asubuhi ya leo linaandika TRA yaendelea kuweka rekodi ya kukusanya shilingi trilioni 37.9. Lakini WMA waendelea kutoa elimu ya vipimo sabasaba. Na PSSSF yamshukuru Rais Samia kwa kulipa deni la mfuko huo. Na serikali yalipa shilingi trilioni 4. Wastaafu wa mfuko huo sasa wanalipwa siku hiyo hiyo ya kustaafu. Lakini waziri wa fedha kushiriki mkutano wa African Caucus. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiongezea kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania lenye linaandika TRA yavunja rekodi za makusanyo ya mwaka. Waziri Ulega anika faida za mikopo. Na Balozi Hamisi Musa atua Gambia kujadili uchumi wa bara la Afrika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Sauti Yetu lenye linaandika sababu 4 makusanyo TRA kupaa, hizi hapa. Lakini tume ya madini yaagizwa kuboresha mfumo utoaji leseni. Tume ya madini yaagizwa kuboresha mfumo wa utoaji leseni. Na waziri Sangu, mshikamano maadili ni nguzo ya amani. Mshikamano maadili ni nguzo ya amani. Na Balozi Hamisi kujadili uchumi wa Afrika nchini Gambia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku tukiangazia kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo lenye asubuhi ya leo linaandika TRA yavunja rekodi ya kusanya trilioni 37.9. Na Ridhiwani Kikwete asisitiza maadili utumishi wa umma. Huyo ni Ridhiwani Kikwete asisitiza maadili utumishi wa umma. Lakini kauli mbiu ya PSSSF yawapa furaha wastaafu. Waziri wa fedha wasili Banjuri Gambia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge
lenye asubuhi ya leo linaandika Ulega anadi miradi ya Rais Samia Kusini. Ulega anadi miradi ya Rais Samia Kusini, na Profesa Shemdoe bilioni 1.25 kuboresha huduma za afya Ulanga, na serikali endeleeni na shughuli Julai 7 tumejipanga kulinda amani. Lakini Mwigulu ahidi neema kwa vijana. Huyu ni Dr. Mwigulu Nchemba ahidi neema kwa vijana, na Balozi Omari atoa Gambia mkutano wa African Caucus kujadili uchumi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge, kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaandika habari inayosema serikali endeleeni shughuli Julai 7 tumejipanga kulinda amani. Lakini bodi ya mkonge yaibua fursa za ajira, uwekezaji na maonesho ya Sabasaba. Lakini serikali kuondoa vikwazo mikopo kwa vijana. Waziri Sangu wakutana na mzee wa upako Mtume Malisa. Lakini Ulega anadi miradi ya Rais Samia Kusini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo linaandika afya ya akili na maisha ya wasichana katika taasisi ya elimu ya juu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira. Biashara ya kuuza sarafu ni haramu, BOT asema biashara ya kuuza sarafu ni haramu. Lakini askofu asifu matunda ya ziara ya Rais Samia, ni zile za nje anika maeneo yanamkosha, atoa ushauri kuhusiana na vivutio vya utalii nchini. Lakini Ulega wabunge waonesha kazi za Rais Samia Kusini. Polisi ya nasa wanaodaiwa kuchochea maandamano. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kimataifa, gazeti lako la Majira kuna habari inayosema Trump washangaa Irani kulia kumlilia Khamenei. Huyo ni Trump ashangazwa na Wairani kumlilia Khamenei. Hiyo ni habari pia kimataifa inapatikana kwenye gazeti lako la Majira ukurasa 19. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika Balozi Omari kuiwakilisha Tanzania mkutano wa African Caucus. Lakini Ulega aeleza mikoa ya kusini ilivyonufaika mikopo ya serikali awamu ya 6. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Na gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo linaandika siku ya Kiswahili duniani yaanza kwa kishindo Paris. Lakini serikali yaonya uongo utapeli biashara na China. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. ATCL yaanza kuvuna matunda ya safari za Moscow. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Na mambo yanavyovutia utapeli katika ardhi. Mwigulu awahimiza vijana wakuze uchumi. Huyo ni Dr. Mwigulu Nchemba awahimiza vijana wakuze uchumi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini Ulega mikopo inavyokuza maendeleo, na barabara ya Tanzania Zambia kujengwa kwa PPP. Polisi ya nasa wanaodaiwa kuhamasisha maandamano. Hiyo ni habari ukurasa wa 7 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini kuna habari inayosema TPDC yajivunia kudhibiti kupanda bei za mafuta. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye tukiachana kwenye kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, sasa tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Na gazeti lako la Habari Leo kuna michezo linaanza na habari inayosema Thadeo rais mpya TOC. Lakini Mbeya City yakaribia kubaki ligi kuu, na wasanii wa Tanzania waiteka Mombasa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye michezo linaandika Simba yafunga mitaa marufuku ikiwemo Jangwani. Lakini gazeti lako la Majira linaandika paredi la Simba laiteka jiji la Dar es Salaam, gari jipya la Yoriza yawa kivutio, magori yafunguka kuhusu mafanikio. Lakini Tanzania ipo tayari kwa AFCON 2027, na Philbert Bayi ampongeza Rais Samia kuwekeza kwenye michezo. Hilo ni gazeti lako la Majira. Gazeti lako la Mwanahabari linaandika Bakhresa atoa lawama kwa TFF na TPLB. Lakini Yanga yaipanga usajili msimu ujao. Yanga yajipanga usajili msimu ujao. Simba full shangwe ubingwa CRDB. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Wamachinga kwenye michezo linaandika Yanga tutarudi imara msimu ujao.
paredi la Simba usipime, Mukandaisenga Janim asajiliwa China. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika aibu unaona wewe, aibu unaona wewe, Simba ya ivuruga Jangwani, Mpanzu chupu chupu, lakini Yanga yauza striker China na Feitoto kama soa, Feitoto ni kama soa na Morocco mechi 34 unbeaten. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.